Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Naomba tuketi. Wapendwa taifa la Mungu, pamoja na nia mbalimbali tulizo nazo katika adhimisho hili jimbo letu kuu la Dar es Salaam, tukiungana na wengine tunasali kuomba huruma ya Mungu kwa ajili ya ndugu zetu waliouawa wakati wa uchaguzi mkuu. Niombe basi hapa mwanzo kwanza, kati yenu mjiongee hapa mbele. Kuna wengine mmepoteza ndugu, jamaa na rafiki. Mimi nitajiongea hapa kwa niaba ya Padri Moses Ochogo, paroko msaidizi, ambaye yeye mjomba wake alipigwa risasi na kuuawa, ili tuweze kuwasha mishumaa iliyo hapa mbele kama ishara ya kuwaombea huruma ya Mwenyezi Mungu na nuru ya Yesu mfufuka. Si wawili watatu, hapo kuna mishumaa minne, mje hapa kuwasha. Ndugu zangu, mauaji ambayo yametokea na uharibifu ambao umejitokeza, kuna wengine itabaki kuwa kwenye mateso ya mioyo yao kwa maisha yao yote. Hivi ndugu zangu, itukumbushe thamani ya uhai, itukumbushe moyo wa msamaha. Maumivu hayo katika taifa letu ambayo yamewakuta wengine wakiwa katika maandamano, lakini wengine wakiwa nyumbani, yaweze kutambua kama Injili inavyotuambia
taifa letu limekwazwa hayo yaliyotokea, ukitambua thamani ya utu ama uhai wa mwanadamu. Hata mtu ambaye pengine anahukumiwa kufa na mwenyewe anapata msamaha, sembuse uhai wa hawa ndugu zetu. Ndugu zangu, Injili, Kristo anaeleza juu ya hukumu ya mtu anayeleta makwazo, kwamba ingefaa mtu huyo apotee, afungwe jiwe na kutupwa kwenye kina cha bahari. Lakini Kristo hajafunga msamaha na kujirudi tunapomkosea. Haijalishi tumemkosea Mwenyezi Mungu mara ngapi, Kristo anatualika kuomba msamaha, na Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tunakumbushwa wajibu wa kutenda haki, kwamba viongozi wana wajibu wa kutenda haki. Kabla ya uchaguzi kumekuwa tukisali kuombea taifa letu haki na amani. Lakini nadhani pia tumekuwa na uelewa tofauti na tafsiri tofauti, na hata baada ya haya yaliyotokea, kila mmoja anaongea la kwake. Nadhani tunapaswa kukiri mbele ya Mwenyezi Mungu, hatuna hekima ile inayotosha kutafsiri nini maana ya haki na nini maana ya amani. Kama tunaelewa vizuri maneno hayo, au wengine yale maneno, kuna maisha baada ya uchaguzi, kuna maisha baada ya kampeni. Kama tunavyokumbushwa, kuna maisha baada ya maisha ya hapa duniani, maisha ya umilele. Pengine maneno hayo pia hatuyaelewi vizuri, na ni kwa sababu hatuna ukamilifu wa hekima ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndugu zangu, sote tunachohitaji ni kuomba toba, kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu, kama vile tunavyoombea huruma ya Mwenyezi Mungu wa ndugu zetu marehemu waweze kumfikia Mungu mwenyewe. Hakuna mmoja wetu aliye na hekima ya kutosha. Uwe kiongozi usiwe kiongozi, lakini hekima ya Mwenyezi Mungu ni hekima ambayo unaweza ukajaliwa tu kama una unyenyekevu na kuwa tayari kutubu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu awapokee hawa ndugu zetu waliouawa katika kipindi cha uchaguzi, tukitambua thamani ya uhai wa mwanadamu cannot be compromised. Tukiri dhambi